Kuna taarifa hapa za matukio matatu, mawili yamejiri wiki hii na tukio moja limekuwa endelevu, ambapo kwa pamoja taarifa hizo zimezua sintofahamu kubwa kama inavyoelezwa katika makala hii exclusive ya Jasusi TV. Sasa tukio la kwanza kati ya matukio hayo matatu lilijiri Machi 2 ya mwaka huu 2026 na tukio lenyewe lilihusu uamuzi wa Samia Suluhu Hassan kuwapangia vituo vya ubalozi mabalozi mbalimbali. Lakini kabla ya kueleza kwamba kwa nini tukio hili limezua sintofahamu, ni muhimu kutaja kuhusu hayo mabadiliko yaliyotajwa na Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo katika mabadiliko hayo, Balozi Togolani Mavura amepangiwa kuwa mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa jijini New York. Mwingine ni Balozi Mhandisi Cyprian Ruhemeja ambaye amepangiwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Zambia. Kadhalika, Balozi Salim Othman Hamad amepangiwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Komoro. Balozi Maulida Bwana Heri Hassan amepangiwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Oman. Mwingine ni Balozi Dr. Suleiman Haji Suleiman ambaye amepangiwa kuwa balozi wa Tanzania nchini China. Vile Luteni Jenerali Matthew Mkingule amepangiwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba. Kadhalika, Balozi Swahiba Habibu Mdeme amepangiwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Sweden, na Balozi Musa Haji Ali amepangiwa kuwa naibu mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa jijini New York. Lakini pia tarehe 5 Machi ya mwaka huu 2026, juzi hapa, Samia alifanya kumpangia kituo balozi mwingine. Huyu ni aliyekuwa katibu wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar, Mhandisi Zena Ahmed Saidi, ambaye sasa amepangiwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Saudi Arabia. Sasa kitu kimoja ambacho bila mimi kukieleza utakuwa umekibaini kwamba idadi kubwa ya hawa mabalozi ni Wazanzibari na rais ni Mzanzibari, na hiki ndicho kilichozua hali ya sintofahamu, hasa kwa kuzingatia uwiano wa idadi ya watu nchini Tanganyika na huko Zanzibar. Lakini hilo moja, lakini pili ni kwamba tayari idadi ya mabalozi waliopo sasa hivi katika mabalozi wa wakilishi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huko nje, idadi kubwa ni Wazanzibari, kitu ambacho hakiendani na uwiano wa idadi ya watu kati ya huku Tanganyika na huko Zanzibar. Lakini zaidi ikizingatiwa ukweli kwamba rais aliyopo madarakani, angalau kwa mujibu wa katiba, ni kutoka upande mmoja. Kwa hiyo hili limezua hali ya manunguniko ya chini chini kwamba kuna aina ya upendeleo katika teuzi mbalimbali zinazofanywa, na kwa hakika katika teuzi za hivi karibuni kumekuwa na hizo hisia kwamba Wazanzibari wamekuwa wakipewa kipaumbele zaidi katika teuzi hizi ambazo kimsingi ni kwa maslahi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo Zanzibar ni sehemu tu ya hiyo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini idadi ya watu kati ya huku Tanganyika na huko Zanzibar ni tofauti. Lakini la muhimu zaidi ni kuelewa kwamba katika teuzi hizi zinazofanyika, wakati wa Zanzibari wananufaika na nafasi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni vigumu sana kwa Mtanganyika kupata uteuzi katika nafasi zinazoihusu Zanzibar. Kwa hiyo hili limezua hali ya manunguniko, hasa ikizingatiwa kwamba licha ya hawa waliobadilishiwa vituo, lakini mabalozi waliopo sasa hivi idadi kubwa zaidi ni Wazanzibari kuliko Watanganyika. Sijui wewe msikilizaji unalitizama kwa mtizamo gani, lakini limeleta hayo manunguniko, na hili pengine unaweza ukalielewa zaidi kutokana na haya matukio mengine mawili ambayo yanaweka uhusiano kati ya Tanganyika na Zanzibar katika darubini, na taswira inayopatikana sio ya kupendeza sana. Sasa hili la pili linahusu taarifa ambazo Jasusi TV imezipata kitambo. Kama nilivyosema awali kwamba kuna matukio matatu, mawili yamejiri hivi karibuni, lakini moja ni tukio endelevu, na hili tukio endelevu ndio hili la pili. Kwa mujibu wa taarifa kutoka maeneo mbalimbali ambayo Jasusi TV imekuwa ikizipata kwa kitambo, za takriban miezi 5-6 hivi, kwamba kumekuwa na wafanyabiashara kutoka Zanzibar ambao wamekuwa wakienda maeneo mbalimbali ya Tanganyika na kununua ardhi kubwa. Taarifa ya mwisho imepatikana kutoka huko Mbulu
ambapo mtu mmoja ambaye inaelezwa kwamba ana ukaribu na Samia Suluhu Hassan amenunua eneo kubwa sana huko maeneo ya Mbulu. Lakini pia Samia mwenyewe ana eneo kubwa huko Mbulu, lakini vile vile wafanyabiashara mbalimbali huko Iringa, Songea, Mtwara na kwingineko wamekuwa wakinunua maeneo makubwa huku Tanganyika. Kwa nini hili linatatiza? Kwa sababu Tanganyika ni vigumu kupata ardhi Zanzibar, ni vigumu kununua ardhi Zanzibar. Lakini pia ina tafsiri pana zaidi kwamba mtu anaponunua ardhi ni kama vile nchi inaponunua ardhi katika nchi nyingine. Kwa mfano Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina mpango wa kujenga ofisi yake hapo Nairobi nchini Kenya. Kwa hiyo lile eneo kimsingi, eneo la ubalozi ni sawa na sehemu ya Tanzania. Popote pale eneo la ubalozi, hata ikiwa la kukodi, linakuwa ni sehemu ya nchi husika. Kadhalika unaponunua ardhi, ile ardhi inakuwa ni sehemu yako. Kwa hiyo tukiwa na wafanyabiashara 100 wa Zanzibar ambao wananunua maeneo makubwa ya Tanganyika, kwa lugha nyingine, kwa tafsiri sio rasmi, ni kwamba kipande cha Tanganyika kimechukuliwa na Zanzibar kwa kutumia hii logic ya kwamba mtu akinunua ardhi kwa mujibu wa uelewa wa Jasusi TV huko nyuma, ardhi mara nyingi mtu anaponunua au anapokodi inakuwa ni kwa miaka pengine 99. Hii ya umiliki wa ardhi kwa mujibu wa taratibu za wakati huo, sina taarifa za uhakika wa muda huu kama unaponunua ardhi ile lease inakuwa miaka mingapi, lakini zamani ilikuwa ni miaka 99. Kwa lugha nyepesi ni takriban karne nzima. Kwa hiyo ile ardhi inakuwa yako. Kwa hiyo mnapokuwa watu 10 mkanunua maeneo makubwa sana ya ardhi, ni sawa na watu wale kuwa mmeihamisha ile ardhi kuipeleka sehemu nyingine, kwa sababu ninyi mnatoka sehemu nyingine. Tuwe na ukweli kwamba Tanganyika na Zanzibar ni nchi mbili tofauti japo zimeungana, lakini ni muhimu pia kuelewa kwamba ni vigumu kwa Mtanganyika kwenda Zanzibar kwenda kufanya haya yanayofanya, kwenda kununua ardhi. Lakini baadhi ya watu pia wamekuwa na maswali kwamba je, ununuzi huu wa ardhi ni wa malengo tu ya kibiashara, watu wanataka kupata maeneo ya biashara kwa ajili ya kilimo na vitu kama hivyo, au kuna ajenda ya siri kwamba Tanganyika inamegwa kiaina kwa ununuzi? Kwa sababu kama nilivyosema, unapoenda kununua ardhi, ardhi ile inakuwa ni sehemu yako ya ukoo wako na nasaba yako ya sehemu ulipotoka. Kwa hiyo kwa namna hiyo inawezekana inajenga tafsiri kwamba pengine sehemu ya Jamhuri ya sehemu ya Tanganyika sasa inamezwa na Zanzibar kwa namna hii ya ununuzi wa ardhi. Sijui wewe msikilizaji unalitazama vipi hili, una maoni gani? Japo inaweza kujenga taswira kwamba labda hii ni kama ubaguzi, lakini ubaguzi mkubwa ni huo kwamba Watanganyika wanazuiwa kwenda kununua ardhi huko Zanzibar, lakini Wazanzibari wanaweza kununua ardhi Tanganyika. Na tatizo sio watu wachache, kwamba kasi ya ununuzi imekuwa kubwa sana kiasi kwamba baadhi ya watu wamekuwa na shaka kwamba labda kuna ajenda maalum inayoendelea katika swala hili. Tukio la tatu kuelezea kwa kifupi ni nalo limejiri hapo jana Machi 6 ya mwaka huu 2026, na talisoma kidogo kwa kifupi kwa sababu limeripotiwa na gazeti la Nipashe kwamba serikali ya Zanzibar imetangaza mpango wa kuanza kununua mchanga kutoka Tanzania bara kwa ajili ya kutumika katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo inayotekelezwa visiwani humo. Na kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Maji, Nishati na Madini wa Zanzibar, Nadir Abdul Latif, alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mafanikio ya siku 100 za uongozi wa Rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi katika kipindi cha pili cha uongozi wake. Kwa hiyo waziri huyo amesema kwamba hatua hiyo imechukuliwa kutokana na Zanzibar kukabiliwa na uhaba wa rasilimali ya mchanga unaoweza kukidhi mahitaji makubwa ya ujenzi, hasa katika kipindi hiki ambacho serikali ya Zanzibar inaendelea kutekeleza miradi mingi mikubwa ya maendeleo. Na akafafanua kwa mchanga utakaoagizwa kutoka bara utahusika mahususi katika miradi mikubwa ya ujenzi inayotekelezwa na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, pamoja na ile inayohusisha uwekezaji mkubwa ili kuhakikisha utekelezaji wa miradi hiyo haukwami kutokana na changamoto za upatikanaji wa mchanga. Akaeleza hapa namnukuu, tumegundua kuwa miradi mikubwa ya maendeleo inayotekelezwa Zanzibar kwa sasa inahitaji kiasi kikubwa sana cha mchanga. Kutokana na hali hiyo, serikali imefanya tathmini na kuona ni vyema kuanza kuagiza mchanga kutoka Tanzania bara kwa ajili ya miradi hiyo mikubwa. Na kaongeza kuwa hatua hiyo inalenga kulinda mazingira ya Zanzibar kwa kupunguza uchimbaji mkubwa wa mchanga ndani ya visiwa hivyo ambao unaweza kusababisha athari za kimazingira ikiwemo uharibifu wa ardhi, mmomonyoko wa udongo na kuathiri mifumo ya ekolojia.
Hata hivyo, waziri huyu amesisitiza kuwa wananchi wa Zanzibar wanaohitaji mchanga kwa ajili ya shughuli ndogo za ujenzi kama ujenzi wa nyumba binafsi na utengenezaji wa matofali hawatalazimika kununua mchanga kutoka Tanzania bara. Sasa hii ni mwendelezo wa hili tukio la pili ambapo amesema kwamba idadi kubwa ya Wazanzibari wamekuwa wakinunua ardhi huku huku Tanganyika. Sasa hili linahusu kuchukua mchanga kutoka bara. Lakini ikumbuke hili lisiangalie tu kwa muktadha peke yake, kwa sababu taarifa za hivi karibuni zinaeleza kwamba hata wanyama pori wamekuwa wakihamishwa kutoka Tanganyika kupelekwa Zanzibar. Sasa hivi Zanzibar wamekuwa na vivutio vya mbuga za wanyama ambao wanyama hao wamekuwa wakitoka huku mbuga mbalimbali kutoka na kumtendea haki Samia Suluhu Hassan. Haya hajaanza katika utawala wake. Magufuli ndio mwanzilishi wa hili, alichukua wanyama kupeleka huko Chato na kutengeneza mbuga ya wanyama kule kwake. Kwa hiyo Samia ameendeleza kile ambacho kimeanzishwa, na lakini tatizo angalau kwa Magufuli ilikuwa anawatoa Tanganyika kuwapeleka Tanganyika, lakini hao wanatolewa Tanganyika kupelekwa Zanzibar. Sasa hili la mchanga linaleta sintofahamu, kwa sababu kama wao wanajali hofu ya kuchimba mchanga huko Zanzibar itaathiri mazingira, vipi kuhusu Tanganyika? Kwa sababu nako kile ambacho wanaogopa kitatokea kule kwao, hapa pia kitatokea. Lakini la msingi ni kwamba Mtanganyika hawezi kuruhusiwa kwenda Zanzibar kwenda kuchukua mchanga kwa sababu zilizo wazi. Kwa hiyo hili pia limezua hali ya sintofahamu na kuweka uhusiano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao unajumuisha Tanganyika na Zanzibar katika darubini. Lakini wakati haya yakitokea, haya yote ni changamoto ambazo kwa kiasi kikubwa zinachangiwa zaidi na muundo wa muungano. Lakini pia kumekuwa na jitihada kubwa za kukwepa kile ambacho kinafahamika kama jinamizi la Nyerere. Jinamizi la Nyerere maana yake kwamba kuongelea muungano kunaweza kupelekea muungano huo kuvunjika, kwa sababu una changamoto kubwa sana na zinakwepa kuongelewa, na kukwepa kuongelea ndio kuzidisha hizo changamoto badala ya kuzitatua. Je, wewe msikilizaji una maoni gani kuhusiana na haya matukio matatu ambayo Jasusi TV imekuletea kama exclusive report kuhusiana na Tanganyika na Zanzibar? Toa maoni yako hapa kwenye comment. Asanteni na kwaherini.